Yani hapo tushamaliza. Ndoa haina mambo mengi, tulichokuwa tunakisubiri ndio hiki. Lakini nimefanya hivi kwa kutoa fikra mgando kwa watu wengi. Kwanza, baada ya bwana kashaozeshwa, kinachofuata ni sisi kumpa mkono, sio yeye anyanyuke kutupa mkono sisi. Huo ndio utaratibu wa Uislamu. Lakini pia wakati tunampa mkono tunamwombea na dua kwenye ndoa yake. Lakini nimefanya hivi sikuleta takriri, kwa sababu wengi tumezoea kuwa ndoa ili isihi na kufungisha lazima urudie mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kwa hiyo si lazima mara tatu, mara moja inafaa. Lakini pia nimefanya hivi, wengi huwa sijui nina nini maneno mengi, ukifanya hivi niwaambieni, siyaghul uqud, sigha za mikataba, vyovyote utakavyotamka ni katika mas'alatu al-inshaiya. Mas'alatu al-inshaiya utakavyotamka imeshatuka, hiyo sio khabaria. Katika dini yetu ya Kiislamu, katika mifumo ya kisheria kuna khabari na kuna inshaiya. Mas'ala inshaiya hayana nana, ukitamka khalasi. Nimefanya hivi ili liwe ni somo kwetu. Kwa hiyo tubebe kuwa kutamka mara tatu sio wajibu, bali lazima ni atalafudhu. Kama shekhe wetu alivyotangulia kusema, neno nikaha lina maana zaidi ya tatu katika matumizi ya lugha ya Kiarabu. Ukija kwenye sheria inakuwa ni kalimatul mujmalia. Sasa ili uende, kuna mengi katika neno an-nikaha kwenye ndoa. Tusibaki kwenye fikra mgando za kuwa lazima kadha wa kadha wa kadha. Nadhani tumeelewana kwa utangulizi huo, kwa sababu tunatakiwa tumpe bwana harusi mkono. Hapa tulipo tuna mashekhe wengi. Tuna shekhe wetu Shekhe Riko kama Othmani Michael, ana machache kidogo ya kuzungumza na sisi, lakini mimi kama kaka wa muoaji Swalehe nina yangu ya kuzungumza kidogo kabla ya Sheikh Othmani Michael kuzungumza. Taarifu iliyotangulia kuwa bwana huyu ni mke wangapi? Wanne. Wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Mashaallah, barakallahu fik. Lakini mimi niseme hivi kwenye yangu machache, kuoa kuna wakati inakuwa ni lazima kuoa. Kuoa kuna wakati inakuwa ni haramu kuoa. Nisikilize vizuri. Kuoa kuna wakati inakuwa ni sunna. Kuoa kuna wakati inakuwa ni mubaha. Kuoa kuna wakati inakuwa ni karaha. Katika swala la kuoa, haki za mume kwa mke zipo ngapi? Zipo 57. Haki za mume kwa mke zipo 57, na haki za mke kwa mume zipo 24. Na kila yote yana dalili zake. Niseme moja tu katika upande wa muoaji. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatukumbusha kule, anasema ittaqullaha fin nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Muogopeni Mwenyezi Mungu kuhusiana na wanawake. Kuhusiana na wanawake, Sheikh Othmani, nitakupa fursa. Sasa kwa nini tunatahadharishwa kuhusiana na wanawake? Mwanzo nimesema kuoa wakati ni lazima, kuoa wakati ni haramu, kuna wakati kuoa ni sunna, kuna wakati kuoa ni mubaha, kuna wakati kuoa ni karaha. Anatuambia tumuogope Mwenyezi Mungu kuhusiana na wanawake. Kwa nini? Hakika sisi tumewapata hawa wanawake kwa neno
la Mwenyezi Mungu ili lilopita hapa. Nimekuozesha, nimeoa, khalas, tayari ndoa alishakamilika. Kinachofuata muoaji kwenye haki 24, wengine wamesema 27 za mwanamke ama mke, na haki 57 za mume kwa mke. Kwenye hizo za msingi na kuni 4, avishwe, alishwe, sehemu ya kukaa, wahalum majara. Swala la tendo la ndoa, katika swala la ndoa Sheikh wangu alieleza pale aliposema Mtume, lan tastatiu an taadilu baina nisai walau harastum. Hapa unapiga mstari mwekundu, kuna falsafa na maana takriban 6. Kwa nini imetajwa adala? Kwa nini imetajwa adala? Ule uadilifu. Kuna wakati uadilifu inakuwa haiwezekaniki, lakini sitaki nirefushe sana. Kikubwa na cha msingi nifupize, tumuogope Mwenyezi Mungu kwenye hili. Tusiende kwenye sifa ya kuoa, lakini twende na kwenye sifa ya kuwatazama hawa tunaowaoa. Ndio swala la msingi. Kwa sisi tusioe kuwa na wake 4, labda tuna 2 ama tuna 1, tunapokwenda kwa kuongeza tuangalie hili, tusiangalie kwa huyu yuko kadha wa kadha, tunabeba tu. Kuna kula, kuvishwa na sehemu ya kulala, mambo ya msingi. Isifike mahala haya yanadaiwa ikawa ni ugomvi kwenye nyumba zetu kwa sababu wewe ni mume. Kuna ile mifumo tu ar-rububiyya, sio ya kimungu katika masala ya kindoa. Neno Rabb lina maana 3. Neno Rabb sio kwa maana ya Mungu. Itakuwa Mungu inapokuwa na idhafatu al-lafdhiyya, Rabbul alamin, huyo ni Mungu huyo. Inapokuwa mutlaqa, haina taqyid, inakuwa ni wewe baba wa nyumba. Katika neno tarbib, katika maana 3, moja, ushike majukumu kama baba wa familia. Isiyo tunakwenda tu ili mradi ile kutaka kukutana na nini. Sasa tumeambiwa tumuogope Mwenyezi Mungu kuhusiana na wanawake hawa tunayewachukua. Mkamilifu aliyekamilika kiimani ni yule mwenye tabia nzuri. Miongoni mwa tabia kuna mambo 17. Ndio maana Mtume akaambiwa innaka la ala khuluqin adhim. Hii ni kidogo tu, na hapa ndio waga wanasemaga ndoa sio ndoano, ndoa ni raha na furaha. Ndio maana Mtume akasema tazawaju alwaluda alwaduda, waoweni wanawake wadogo wenye kuhendo mapenzi na wenye kuzaa. Naamini mashallah umeingia huko ndugu yangu mdogo wangu bwana Eid. Sasa imekuja neno alwadud na neno alwalud. Hii ni sighatul mubalagha katika faal, mifal, faula, faul, wadud, mapenzi ya hali ya juu. Sasa mapenzi yanaanzia mbali sana. Kuna kwenye mapenzi hapa baadhi ya wanazuoni imekwenda kugawanya mara 120. Mara 100 na ngapi? Hii ni sekta nyeti ya ndoa, sio sekta masala. Lazima tuitendee haki. Isifike mahala wanawake wasema ukiolewa na masheba, masheba na kwa nini mashehe? Kwa sababu kuna baadhi ya mashehe wanachukulia vibaya dini, kuwatesa wanawake mpaka wanachukia. Uislamu hautaki hayo. Sisi tuoneshe mifano ili wanawake watupende, wanawake waishi vizuri. Nadhani tumeelewana ndugu zangu Waislamu. Ukumbusho huu kwa upande wa muoaji kwa mwanamke kule, Mtume akasema la yasluhu li basharin an tasjuda li basharin wala usaluha li bashari an tasjuda li basharin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha. Kwa nini? Min adhimi au min adhmi khalqihi fiha walladhi nafsi biyadihi law kana min maqadamihi ila marfaq ra'sihi furjatun tajri bil qayhi was-sayd thumma istaqbalatuhu falasa'atuhu ma addati haqqahu. Mwisho, kipande cha mwisho anasema kama mwanamume kwa nafasi yake kwa mke angekuwa na donda linavuja usaa kuanzia kichwani mpaka chini, linatoa usaa, mwanamke akaenda kamramba mumewe, akamuhendo mumewe kwa hicho kilichomtokea,
bado mwanamke hajatekeleza haki ya mumewe. Salu ala nabii. Hapa ukipiga mstari mwekundu, wallahi tutakesha hapa. Ndugu zangu Waislamu, haya ni mengi, ndio inatembea kwenye hizo haki ya 57 za mume kwa mke. Ala kuli hali, tubadilike, tuache mazoea kwenye maisha yetu ya kuishi na wake zetu, tuwapende, tuhendo ndoa zetu. Mitandao isitufundishe, dini ishatufundisha. Waqaddimu li anfusikum, aina za takdimati 300 na ngapi? 363 kama mwaka. Hizo ni takdimati. Sio naenda kama mbuzi, sio nakuwa kama askari jeshi. Hapana, lazima tushuke. Ndugu zangu Waislamu, kwa haya machache, Sheikh Uthmani, karibu kwa uchache huo ili tustafidi, twende kwenye mangine inshallah. Tafadhali mashukuru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi sharrafa al-anama bi sahibihi al-maqam al-a'la wa kammala as-su'uda bi akrami mawludin hawa sharafan wa fadla wa sharrafa bihi al-aba'a wal-jududa mal'a al-wujudi bi wujudihi 'adla hamalathu ummuhu aminatu falam tajid li hamlihi alaman wa la thiqala وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعث للتوحيد الكلمة ولكلمة التوحيد. إخوة الإيمان, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nafikiri mimi sina mawaidha na nasiha zilizotolewa zitosheleze. Mimi nitasimama sehemu ya kuomba radhi. Tulikusudia kuwahi lakini tumechelewa, lakini kwa sababu mambo ni kwa kupangwa, muda huu ndo ulipangwa tufike. Kwa hiyo tuwieni radhi. Wazee wetu, baba mwenye binti yake, tunakutaka radhi. Tumetoka kama wazimu nyumbani. Wajua mambo ya msafara hayana udogo. Hata katika msafara tuliokuja nao mpaka tukapata ajali njiani, lakini walillahi alhamdu tushafika. Tuombeeni Mungu. Lakini pia la mwisho nitaka nimwambie Sheikh Eid, kwa sababu ni rafiki yangu na msikiti huu, wacha nisitoe nasaha, kwa sababu kabla haujawa hivi nilikuwa nikija sana zamani hapa kutoka huko Ilala mpaka hapa kufanya nasaha. Sasa kutokana na muda, namwambia tu bwana harusi, pamoja na aya na ahadith, mara nyingi usichukue ushauri wa kuoa kwa mtu ambaye ni bachelor, ana mke, atakupotoa tu. Yuko shekhe alikuwa ana nasihi sana mambo ya ndoa, lakini yeye ni bachelor. Wazungu wasema bachelor is very stupid, na Uislamu wasema shirarukum uzabukum. Siku hiyo anaoa akaambiwa nyamaza, nyamaza. Wewe ulikuwa unaijua ndoa theory, lakini practical wacha sisi sasa leo. Funga mdomo shekhe, sisi tulooa tukupe nasaha. So hata tukiwa darasani, upo kulia, uko jamia, unavomaliza kule, ukija mtaani walimu wakwambia ndo unaenda kusoma. Hapa ulikuwa unakariri, amaliyan ndo unaenda kusoma. Lakini pia hivyo hivyo ukitaka kuongeza mke wa pili, hebu chukua ushauri kwa mtu ambaye tayari ana wake wawili. Mwenye mke mmoja atakupoteza. Huwezi kumfundisha mtu kuogelea ubaoni hata siku moja, anakwenda kuzama huyo. Ndivyo sivyo? Lakini shekhe, kama utaka kuongeza watatu, mtafute ambaye ana wake watatu.
Lakini ukitaka wanne, njoo nitafute hata mimi, kwa sababu bahari hizo nimeingia. Sallu ala nabii. Sasa kwa sababu muda umekwenda, tutatafutana mbele ya safari. Mimi nakumudu sana, ila nichukue nafasi hii kutaka radhi, niseme tuieni radhi. Mimi binafsi siko sawa kutokana na mambo yaliyotokea njiani, na wallahi hatujakula. Tumetokea Ilala mbio kwa sababu Sheikh Idi ni mpenzi wetu, tukasema ukhuwa fil Islam ni kumkimbilia mwenzio jambo lake. Kwa hiyo tumemkimbilia, na kabla hatujafika kuchelewa kwetu, na imani mmepata nasaha nyingi sana sana sana. Kwa hiyo mimi nasema si kwamba nikiongeza nitaharibu, lakini muda umekwisha, na kitu kikiwa too much kinaharibika. Kuna uzuri kama uzuri wa pepo jamanini. Pepo ni nzuri, pepo ni tamu. Mmoja alielezea auswaful jinan, pepo kupo kadha kadha kadha, lakini muda si wake. Kisha akawauliza watu, man yurid minkum dukhula aljanna, anayetaka pepo ni nani? Watu wote mikono juu, lakini mtu mmoja kakiriika, hajanyosha mkono. Ikabidi aelezee sifa za motoni. Man lam yurid minkum dukhula an-nar, asotaka moto yupi? Watu wote mikono, yule bwana hajanyosha tena. Shekhe akamuuliza, sasa wewe wapi, janna au jahannam, firdausi au sa'ir, utaka kwenda wapi? Akasema mimi sitaki kwenda peponi wala sitaki kwenda motoni. Shekhe, utaka kwenda wapi? Ambia nyumbani. Sasa kwa sababu wakati umesogea kupita kipimo. Kwa hiyo tushukuru hadhira hii, tushukuru uongozi wa msikiti, tushukuru kwa subira zenu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupeni malipo mema, kwa sababu subira ni jambo muhimu. Imam Shafi anasema kipatwa na msiba wote subira, lakini ukishindwa kuwa na subira, huo ni msiba zaidi ya ule uliokupata. Na inna Allaha ma'a sabirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran kwa nasaha zimezungumza sana, alhamdulillah. Mimi toka mwanzo ninaanza kuwakaribisha watu katika msikitini hapa, nilisema kwamba Sheikh Idi Hussein ameonyesha ujasiri. Wale ambao walikuwa mwanzo nilisema hivyo, yani watu wanao mke wa pili, watatu, wanne huwa wanaoa wa kujificha. Yani mtu anaoa mwenyewe lakini anajificha. Sheikh ameoa alanan, wote mmeshuhudia. Kwa hiyo hii ni ujasiri, sio jambo la kawaida hili, ujasiri. Mtu anaoa mke wa nne msikitini. Yale mambo ya kuoa kwenye noa, unaingia watu watatu, watu wanne. Alhamdulillah, Allah akubariki, akujalie kizazi chema na subira pia, na insha Allah taala tumehamasika katika hili. Wale ambao wana mke mmoja waingie katika kuoa mke wa pili, watatu na wanne, kwa sababu moja katika sababu ya kupunguza hata hawa wanawake ambao ni machangudoa ni kuoa mwanamke zaidi ya mmoja. Mimi nilisoma tafiti ambayo ilifanywa mwaka 95 katika nchi ya Uturuki. Nchi za Ulaya ukahaba ni kazi. Wale makahaba wengi walivyohojiwa kwanza wanajutia ile kazi. Na hata Tanzania mtu yeyote ambaye anafanya kazi ya wanasema wanadanga, yani wanapunguza ukali wa maneno, wanadanga, wanajutia yale wanayoyafanya. Ukimuuliza mwanamke yote ambaye anafanya kazi ya kudanga, kwanza hafurahii ile kazi, anajutia, lakini anasema yuko tayari akitokea mume, hata kama ni mume wa pili au watatu, yani kwani aolewe mke wa pili au mke wa tatu, yuko tayari. Kwa hivyo miongoni mwa njia za kupunguza hawa wanawake wanaodanga huko mitaani ni sisi kuwaoa. Kama una mke mmoja, ongeza wa pili, ongeza wa tatu, ili tuweze kusaidiana katika khairi. Hadha wallahu a'lam, wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Njoo tumpe mkono mwenzetu ambaye ameingia katika jambo hili adhimu.
Amir